na tupate nafasi pia ya kusikia kutoka kwako ni kuhusiana na namna ambavyo tumekuwa tukifanya vizuri kwenye club level. Hasa ya Afrika hapa tunafanya vizuri kwenye club level kwa sababu hii sio mara ya kwanza. Nakumbuka Young Africans pia walipofika finali waliingia kuwania miongoni mwa club bora za mwaka. Tumekuwa tukifanya vizuri hapa, lakini huku kwenye national team hatufanyi vizuri. Ipi ni sehemu ambayo tunatakiwa kurudi nyuma na kuanza kuitazama vizuri? Sasa unajua mjadala huo mara nyingi unakuwa mzuri sana, lakini unakuwa ni mpana sana pia vile vile. Unajua timu ya taifa na vilabu kwangu na vitazama kama ni vitu ambavyo havina uhusiano. Yani mimi sioni kama kuna uhusiano wa kuwa na ligi bora na kuwa na timu ya taifa bora. Ila ninachokitazama, ili uweze kuwa na timu ya taifa bora lazima uwe na mpango mkakati mzuri wa kuzalisha wachezaji na kuwatumia wachezaji, lakini pia lazima uwe na mpango mkakati mzuri wa namna ya kujua wachezaji wa taifa lako wana tabia gani za kiuchezaji, halafu uweze kupata mwalimu mwenye tabia hizo za wachezaji wako aweze kuwatumia vizuri, uweze kupata matokeo mazuri bila kujali kwamba utakuwa na ligi bora ama ligi dhaifu kwa kiwango gani. Kwa mfano, yapo mataifa ambayo hayana ligi bora lakini yana timu za taifa bora. Cape Verde amefuzu kwenda kombe la dunia kwa mara ya kwanza. Mwaka 2018 tulikutana na Cape Verde, tulimfunga mabao haya mawili. Ilikuwa ni taifa dhaifu sana, sio? Na hawajawahi kuwa na ligi bora barani Afrika. Lakini pia hawajawahi kuzalisha wachezaji wenye majina makubwa ambao wanatikisa barani Afrika na Ulaya. Umeelewa? Lakini tangu 2018 tunawafunga, wao walianza project yao mwaka 2013. Ya namna gani wazalisha wachezaji wazuri ambao watakuja kuwatumia kuanzia mwaka 2020 waweze kuwasaidia kupata nini? Kupata mafanikio makubwa. Wakiamini kwamba kutoka 2013 mpaka 2022 kwa wachezaji ambao wana miaka 20 tayari watakuwa na almost miaka kama 27. Na wale ambao wako chini ya miaka 20 watakuwa na miaka 25, 24, 23 mpaka inafika mwaka 2020 watakuwa wana wachezaji wengi ambao wana kuanzia miaka 20, miaka 17 mpaka 27 ambao wana uwezo mzuri wa kushindana kwenye soka la ushindani. Project ambayo ilikuja kuwasaidia kwa sababu tangu pale pia wameshiriki AFCON zote ambazo zimekuja mpaka sasa. Na sasa hivi tayari wameenda kushiriki